Nafikiri ushawahi kujiuliza maswali mengi sana kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukaendesha ufugaji wako, aidha ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa samaki. Lakini jambo kubwa sana ambalo nataka nishare na wewe kupitia hii video ni kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukaandaa banda lako au ukatumia banda ambayo inakuwa na viwango ambavyo vinatakiwa ili kusudi uweze kuepukana na changamoto ambazo huenda zikaja kutokea. Kuna siri 5 ambazo zinajulisha kwamba banda ambalo utakuwa unalitumia ni banda ambalo ina viwango vinavyotakiwa. Najua kabisa kwamba upo kwenye hatua za mwanzo za uzalishaji, especially kwenye namna ambavyo unataka uanze ufugaji wa kuku, lakini unaweza ukawa na vitu vyote kwenye ufugaji wa kuku, ikiwemo chakula bora, chanjo bora, eneo la ufugaji wako lipo vizuri, lakini ukashindwa kujua eneo moja ambalo ni muhimu zaidi katika masuala mazima ya ufugaji wa kuku, na ndilo ambalo inabeba kila kitu kwenye ufugaji ambao unafanya. Na eneo hilo ni kuhusiana na namna ambavyo unajenga banda lako na kwa kuzingatia vitu vinavyohitajika. Kupitia video ningependa nishare na wewe siri 5 ambazo zinajulisha banda ambalo utakuwa unalitumia au sasa hivi unalitumia ni banda ambalo limezingatia viwango au bora ambao unatakiwa ili kusudi kuepukana na changamoto mbalimbali. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji. Kama wewe changamoto yako ni kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji kwenye eneo la mabanda, basi video ni kwa ajili yako ya kufanya. Angalia mpaka mwisho ili kusudi uweze kuzifahamu hizi siri 5, zitakusaidia sana. Siri ya kwanza ni mzunguko wa hewa. Mzunguko wa hewa ni muhimu sana kwenye masuala mazima ya ufugaji, especially ufugaji wa kuku ambao huenda sasa hivi unafanya au unatarajia kuja kufanya. Unaposhindwa kutengeneza banda ambalo limezingatia viwango vya mzunguko wa hewa, changamoto moja itajitokeza, na hiyo changamoto ni kwamba hewa haitakuwa na uwezo wa kuingia ndani na kutoka. Kinachotokea, hewa ambayo itakuwa inazalishwa ndani ya banda lako itakuwa ni hewa ambayo inakuja kuleta madhara zaidi kwa hao kuku ambao wapo ndani ya banda lako. Matokeo yake ni kwamba kutokana na mrundikano wa hewa ambayo inakuwa mle ndani kwa sababu ya ubovu wa banda ambao unaitumia, itasababisha vifo kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku ambao unawafuga. Na vifo vinatokea kulingana na hewa ambayo inazalishwa ndani ya banda inashindwa kutoka. Mwisho wa siku inakuja kuleta changamoto na kuathiri kabisa aina ya ufugaji wa kuku ambao unafanya. The best way you can do ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye ufugaji wako, hakikisha banda ambalo utakuwa unalitumia limezingatia viwango vya mzunguko wa hewa, kuku wako wawe salama kabisa. Unapoangalia hapa nyuma, hili ni banda ambalo lipo karibu kukamilika, lakini hapa chini unaona kuna ubao umepita hapa kwa chini, na chini yake hapa ndo ukuta utaishia. Na kinachotokea ni kwamba hii sehemu yote ni sehemu ya kuingizia hewa. Kama unavyoona mkono wangu wa kushoto pale, ni hewa itakuwa inaingia na kutoka. Kwa unaweza ukajikuta banda ambalo mimi nitakuwa nalitumia na uwezo mkubwa wa kuingiza hewa na kutoa hewa. Siri ya pili ni eneo na nafasi ya kutosha ya banda. Wafugaji wengi, changamoto ambayo inakuja kuathiri sana ni kuhusiana na uhusiano kati ya idadi ya kuku ambao wanawafuga pamoja na nafasi au eneo kuku wanalotakiwa waishi. Unaposhindwa kujua vitu hivi viwili, kwamba nafasi ya kuku pamoja na ukubwa wa banda, inaweza kusababisha changamoto kubwa zaidi. Na kusudi uweze kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, hakikisha basi banda ambao unalijenga linaendana na idadi ya kuku ambao utakuwa unawafuga. Na hii itakusaidia sana kuepukana na changamoto za kuku kupata shida kama vile kudonoana pamoja na kupata changamoto za mafua, kwa sababu banda linapokuwa dogo kulingana na kuku wanakuwa wengi, inaweza ikawa ni changamoto zaidi kwa wale kuku kuweza kustahimili kwa sababu ya kurundikana. Siri ya 3 ni usafi wa sakafu pamoja na usimamizi wa malanda. Sakafu na malanda zina uhusiano mkubwa sana. Unaposhindwa kutengeneza sakafu nzuri kwenye banda lako, kuna uwezekano mkubwa malanda ambayo utakuwa unayaleta yakawa yanaleta changamoto zaidi, kwa sababu yatakuwa yanaloa, yanaleta changamoto zingine ambazo zinaweza kusababisha kuku wako wakapatwa na magonjwa mbalimbali. Sakafu ni muhimu kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, lakini pia malanda ni muhimu kwa sababu ndicho kitanda cha hao kuku kuweza kupumzika na kuweza kulala vizuri bila changamoto yoyote. Unapojenga banda, hakikisha sakafu ambayo unaijenga inakuwa ni nzuri zaidi ili kusudi kusupport uwepo wa malanda ambao atakuwa yanasaidia sana kwa ajili ya hao kuku kuweza kuishi vizuri. Siri ya 4 ya banda bora, lazima liwe na sehemu za kutagia, lakini pia lazima liwe na vijiti kwa ajili ya hao kuku.
Unapoandaa banda, kama mpango wako ni kufuga kuku kwa ajili ya mayai, hakikisha basi banda lako linakuwa na sehemu za hao kuku kuweza kutagia mayai yao. Sehemu ambayo utaichagua kwa ajili ya kuweka maboksi au vitu vyote vile kwa ajili ya kuku kuweza kutaga, inakuwa ni sehemu ambayo ina giza kidogo, ili kusudi kupunguza changamoto za hao kuku kuweza kuathiri ubora wa mayai. Hapo banda lako likiweza kuwa na hivyo vitu, itakuwa ni nzuri zaidi kwa wale kuku kuweza kupumzika vizuri, lakini pia itakusaidia hata wewe kuweza kufanya usimamizi wako uwe na matokeo mazuri zaidi. Pili ya tano ni ulinzi pamoja na usalama. Unaweza ukafanya vyote hivi ambavyo nimekutajia. Unaweza ukawa na banda ambalo limezingatia vitu ambavyo nimesema, lakini ukishindwa kuhakikisha usalama wa kuku ambao utakuwa unawafuga, inaweza ikawa na changamoto kubwa. Kwa hiyo unajikuta kuku wanapatwa na changamoto mbalimbali, kama vile wanaweza wakaliwa na wanyama mbalimbali kama mbwa. Kwa hiyo unapojenga banda bora, lazima iwe free kutoka kwa viumbe ambao wanaweza kuleta madhara kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Kama upo interested na video zangu zingine, unaweza ukaangalia kwenye description, kuna link ambayo itakusaidia kuweza kujifunza vizuri zaidi video mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji, ili uweze kufanya vizuri. Asante sana, tukutane katika video nyingine.